Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu popote pale ambako unaendelea kupatikana kwa wakati huu. Ni wasaa mzuri kwa someni uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, makala ya michezo na burudani pamoja na ripoti za ripota wetu kutoka eneo tofauti. Merci Mbelechi Moize yuko upande wa pili, mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma, na kuomba msikilizaji tuambatane mwanzo hadi tamati ili upate kuelewa mengi zaidi katika uchambuzi huu. Na kama nilivyokujuza kuwa uchambuzi wetu wa habari unagubikwa na habari muhimu leo hii, Safari Dilwe Alimasi na habari muhimu. Asante mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa fursa hii. Katika habari ambazo ziliweza kugonga mwamba ni pamoja na Baraka Mboko atawasili mjini Baraka gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini pamoja na ujumbe mkubwa kutoka kwenye ngazi ya jimbo kwa ajili ya kuja kusherehekea kumbukizi ya uhuru wa Kongo Jumamosi ya tarehe 28 Juni 2025. Kwa jambo hilo, meya kwa muda wa mji wa Baraka amewataka raia wote wa jiji la Baraka kwenda kumpokea kwenye beach ya Ibazi. Na kwingineko ni huko ndani ya sekta Nganja huko Nyange ambako baada ya ujumbe wa serikali kuu ya Kinshasa kukamilisha ziara yake ya kikazi katika kijiji cha Nyange sekta Nganja juu ya kuona namna ya kuleta umeme wa Force Bendera tarafani Fizi, mkuu wa kijiji hicho Nyange Fizi amepongeza vya kutosha hatua iliyofanyika. Na tukamilishe habari muhimu na habari za kitaifa ambako Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amesema kuwa endapo Rais wa Marekani Donald Trump atamaliza vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, atakuwa wa kwanza kumpigia kura kwa ajili ya kushinda tuzo ya amani ya Nobel. Na ni hapo ndipo nimefika mwisho wa habari muhimu. Shukrani sana mwenzangu Safari Dilwe Alimasi kwa habari muhimu. Wacha sasa tufunue pazia uchambuzi wetu wa habari, tukianzia na habari hizi za mji wa Baraka. Kitengo cha kiserikali cha Serni ndani ya jimbo la kielimu ya Kivu Kusini ya pili kimewataka wazazi wa watoto kukagua bilete ambazo watoto wao watapewa siku ya matangazo na kuhakikisha kuwa kuna muhuri wa kitengo hicho. Katika mazungumzo nasi, mkuu kiongozi wa kitengo hicho Bwana Sadiki Tabuleizdo amesema kuwa wao kama kitengo wametoa mwito kwa makasisi na wakuu viongozi wa shule kupana bilete ambazo zimewekwa muhuri wa kitengo hicho kama vile sheria inavyoruhusu. Sadiki Tabuleizdo anaeleza afuatayo. Proclamation iko prévu le 2 juillet kule maekole yenyewe ikuza kaenda mu grève, na il est vrai que batoto watakuwa sanctionné na mabulletin. Donc ile proclamation itakuwa sanctionné na mabulletin, mais itakuwa ni mabulletin brillant, na ile mabulletin inapaswa kuwa authentifié na service ya Serni. Bulletin yenye kuwa authentifié ni ile bulletin yenye kuna muhuri kule nyuma ya bulletin, muhuri wa kitengo cha Serni. Ndio wazazi wa comprendre hii mwaka mabulletin en carton itakuwa nyuma kidogo. Ndio maana ile siku ya proclamation watoto watapewa kwanza mabulletin brillant, anatanda wakati mabulletin ikifika en carton ile malama nyitakuwa kwa mabulletin brillant ndio wataremplir kwa mabulletin en carton, kisha wanapatia tena watoto ile mabulletin propre en carton. Bo mimi najua ile vrai que wazazi waliweza kalipa 1000 francs juu ya bulletin propre, mais tulipata instruction kutoka Kinshasa kusema non, ndio vile service concerné na impression mpaka hivi hawaya maliza kuimprimer ma bulletin propre. Secrétaire général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté akatupatia mot d'ordre ya kusema non, ma bulletin itakuwa kwanza en brillant, mais il faut que ile brillant ikuwe authentifié. Sasa
par rapport na ile mabulletin brillant yenye batamultiplier ba chef d'établissement. Donc batajikaza waangalie kama wanaweza kugusa hata fonctionnement, puisque ni vitu vilitukuia si bote dans l'urgence, banagusa ku fonctionnement, bana imprimer, bana multiplier le mabulletin pour que batoto waende na mabulletin kunyuma. Ujumbe wa mwisho ni kusema ba mwalimu, ba chef d'établissement, bazazi ba comprendre systeme ya hichi ndo gisi ilivyo hivyo. Atawasili mjini Baraka gavana makamo wa jimbo la Kivu ya Kusini pamoja na ujumbe mkubwa toka kwenye ngazi ya jimbo kwa ajili ya kuja kusherehekea kumbukizi ya uhuru wa Kongo Ijumaa mosi ya wiki tunayo ya tarehe 28 Juni 2025. Kwa jambo hilo, meya kwa muda wa mji wa Baraka amewataka raia wote wa mji huu kwenda kumpokea kwenye beach ya Aibaz. Akiwa kwenye maiki ya redio yako, Bi Emerite Tabisha, meya kwa muda wa mji huu wa Baraka, amesema kuwa ni kwa mara ya kwanza sherehe kusherekewa katika mji huu na ujumbe mkubwa kutoka kwenye ngazi ya jimbo, na ni vema raia kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya mapokezi na kuonesha mapenzi makubwa kwa ujumbe huo. Bi Emerite Tabisha anaeleza yafuatayo. Tunakuja kwenu raia yote ya vile ya Baraka, wa mama, wa baba, vijana, wafanyakazi wote wa serikali. Sisi wote ni mara ya kwanza mvile ya Baraka kuwe fete ya nchi yetu, na tuone wakubwa wanakuja kusherekea na sie huku kwetu Baraka. Ni mara ya kwanza kabisa. Kwa hiyo ninawajulisha ya kwamba gavana mtoto wenu tena Jean-Jacques Elakano anakuja na delegation kubwa. Miongoni mwao mko mwenyekiti wa bunge yetu ya Sud Kivu, waziri, na watu wengi wanakuja kusherehekea nasi sikukuu ya independence, ya uhuru wa nchi yetu. Ni sherehe ya kiserikali. Tunawaomba kwanza sote tujumuike Aibaz na saa 5 ili tuwapokee na vigeregere kubwa na shangwe kubwa. Yanayofuata ya program tutawajulisha baadaye, lakini kwa kweli ninaamini ya kwamba ndio ni siku ya Salongo, hamtasahau. Tutakwenda kusalongo na saa 5 hasa services zote za leta. Hakuna aja ambayo tutaona nakosa huko kwa kuwapokea. Wa chef de quartier, muhimize watu tupokee maparti politique, waganga, waalimu, ninyi wote na wengine ambao sikutaja. Karibuni asubuhi na saa 5:30 tupokee kwenye poro yetu ya Aibaz. Tutakaa tunapokea mtoto wetu, anakuja na wageni wengi. Inaomba wageni wajione kama wanakuja nafasi ambao watu ni wapokezi. Karibuni, karibuni na karibuni. Asante. Shirika la uchukuzi wa watu na mizigo wa Promotco mjini Baraka na tarafa la Fizi lalamikia kizuizi ambacho kimewekwa nacho kitengo cha EPMA kwa ushirikiano nao wazalendo katika kijiji cha Kandali, sekta ya Mutambala, tarafa ni Fizi. Supervisor wa Promotco Baraka Fizi, Bwana Amuri Jacques Gabriel, ametaja kuwa uwepo wa kizuizi hicho katika eneo hilo sio kazi ya EPMA kama alivyoeleza hapa mbele ya maike ya Radio Kivu. Pale Fizi, precisement Kananda, watu wa EPMA wanahakikisha watenda tia bariere pale Kananda ya EPMA kutaksi ba montari, na wamekwisha kuongea na kiongozi wa wazalendo. Alafu hiyo jambo ikutufurahisha sana, ili tulikuja kuona mara ya kwanza walienda kutia hiyo kamba pale Fizi Centre, wakaenda mpaka directement kulikuwa administrateur wa territoire, ikakuonekana ile kamba iko ya kutiliwa mbarabara. EPMA ni service ambayo haihusike na watu wa transporter, na ndio maana nakuja hapa kwenye radio ili kuja kupeleka malalamiko yetu kwa wakuu viongozi ambao wanahusika na hiyo service ya EPMA. EPMA haiko kwa ajili ya kutia kamba barabarani. Mara ya kwanza iliwekwa pale Fizi Centre, après avoir tena wa montare kufika pale kwenye kamba kuonesha ukweli na kwenda mpaka kwa administrateur du territoire, ikakuwa onekana kamba haiwezi tiliwa mbarabara.
Kwa mwishowe, Amuri Jacques Gabriel ameomba kwa wakuu viongozi wa wazalendo kuingilia kwa kati kwa swala hilo ili waweze kuondoa wazalendo wale kwenye kizuizi kile, huko akiwataka waendesha pikipiki kutulia, akiwaidia kuwa wao kama viongozi watafanya kila liwezekanalo ili kupata suluhu kwa swala hilo. Amuri Jacques Gabriel amerejea mara tena. Mimi naomba kwa wakuu viongozi, surtout sana kwa mkuu kiongozi wa wazalendo ambao anasema kwamba hiyo kamba kilneje ile kamba itatiliwa pale Kananda. Sisi kama vile viongozi wa waendesha pikipiki penda kusema hivi, waache waipemea kama wao wako na force ya kutia hiyo kamba yao kwa ajili ya wamontari waende kuyatia, na kisha sisi tutaangalia gisi tutazidi kuplede tena kwa viongozi wa tarafa la Fizi kwa ajili ya hiyo kamba, kwa sababu hiyo kamba sio kamba ya wamontari ama sio kamba kwa ajili ya wamontari na haiwezi kutilia kwa ajili ya wamontari. Nawaambia waendesha pikipiki watulie. Tunajua tulikamba ya Fizi ilitoka na gisi tulienda kujitetelea kwa kiongozi wetu wa tarafa, na ile kamba haitakuwa pale Kananda, tunahakikishia. Na hivi sasa namkaribisha mwenzangu Sudi wa Sudi Valente kwa habari za michezo. Karibu Sudi. Shukran sana kabisa mpenzi msikizaji wa Radio Kijamii Kivu. Leo kunako kurasa wa habari za michezo, tuanzie na hapa katika mji wa Baraka ambako hatua ya faze finali ya michuano ya ligi ya jimbo maeneo ya Uvira na Baraka itaweza kupigwa siku ya 6 ya tariki 28 Juni mwaka 2025 hapo kwenye uwanja wa Tatanombi Pakatanga. Klabu ya FC Mujiza wataanza kupambana vikali dhidi ya Tupuisa Mazembe Academy de Uvira, na mechi ya saa 9 kamili za jioni vuta ni kuvute kati ya klabu ya FC Cafe di Congo ya hapo kwenye sekta ya Tanganyika tarafani Fizi watakata mzwa fitna dhidi ya klabu ya FC Mazee. Klabu hiyo inatokea katika mmoja jirani wa Uvira. Katika tu mji wa Baraka ni kwamba mechi moja ya kirafiki inapangwa kupigwa siku ya kwanza ya tariki 30 Juni kwenye uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka, ambako klabu ya VC Afe watapambana vikali dhidi ya klabu ya VC Mutambala majira ya saa 3 kamili za asubuhi. Katibu wa klabu ya VC Afe Bwana Tais Wilonji ya Kakozi ameonesha kwa nini mechi hiyo ipigwe siku hiyo ya kwanza ya tariki 30 Juni. Ninachoweza kusema ni kwamba, ndugu mtangazaji, unajua siku ya kwanza ya tarehe 30 mwezi Juni nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakwenda kusherekea uhuru wake. Hiyo itakuwa ni kumbukumbu ya miaka 65 ya uhuru wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. VC Afe ilimechukua jukumu ya kucheza mchezo wa kirafiki, vile vile ni fursa ya kuweza kusherekea kirafiki au kisoka uhuru wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo tutakwenda kukutana na timu ya VC Mutambala ambayo tutakwenda kucheza nayo. Itakuwa ni kwenye mida ya saa 3 asubuhi kwenye uwanja wa Lumumba. Na alipoulizwa na Radio Kijamii Kivu anatabiri namna gani mchezo huo, je, watapata kweli ushindi mbele ya klabu ya VC Mutambala, huyu amezungumza yafuatayo. Ushindi, sijasema kama tutashinda mechi hiyo au tutashindwa, lakini iwe tumeshindwa iwe tutashinda, kuna kitu fulani kama vile nimesema, kama kutakuwa kikombe cha maji, kutakuwa andazi, kutakuwa mkate, kutakuwa angalau juice au jus. Tunaalika watu wote waje tushirikiane ikiwa watakuwa na haliko fulani, lakini kwenye mechi hakuna kipingamizi chochote. Waje wahudhurie kwenye mechi, na wale ambao watakuwa na mwaliko basi waje tushirikiane kwa pamoja ili kukumbuka na kufariji familia za wale waliofia uhuru wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia. Hatua ya makundi ya tunamenti ya mechi za makate unaokwenda kwa jina la Amani ambayo inasimamiwa na baraza la vijana hapa katika mji wa Baraka tayari imeshatamatika, na tunamenti hiyo imeshakuwa kwenye hatua ya robo finali. Kata ambazo zimefanikiwa kufuzu kwenye hatua ya robo finali ya tunamenti ya mechi za makata tayari zimeshajulikana, na ambako ni kata za Kalinga Side, kata ya Mwandiga, kata ya Makampanye, Kibonjwa, kata ya Majengo, Matongo,
Malala pamoja na kata ya Matata. Na mechi hizo zitaanza rasmi kupigwa fikapo siku ya pili na siku ya tatu, ambako siku ya pili ya tariki 1 za mwezi wa 7 mwaka 2025 majira ya saa 7 kamili za mchana, kata ya Kalinga Side watakipiga vikali zidi ya kata ya Mwandiga, huku kata ya Makampani majira ya saa 9 watakuwa uso kwa uso zidi ya kata ya Kibonjwa. Siku ya tatu ya tariki 2 Julai mwaka 2025 majira ya saa 7 kata ya Majengo watapambana vikali zidi ya kata ya Matongo, na majira ya saa 9 kamili za jioni vuta ni kuvuta itaweza kushuhudiwa, ambako kata ya Malala watakata mzua fitna zidi ya kata ya Matata. Ni kupitia hapo mpenzi mpendelevu wa soka Radio Kijamii Kivu, ndipo kabisa naweka nukta kuna ukurasa wa habari za michezo. Asante sana mwenzangu Sudi wa Sudi Valente kwa habari zako hizo za michezo. Msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, unaendelea kufuata uchambuzi wa habari ambao unakujia moja kwa moja kutoka kwenye idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu kupitia masafa yetu ya 93.0 FM. Msomaji wako ni mimi Mchumbe wa Mkulima na Fatuma. Kampuni Fizi Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na huko Fizi ni kwamba balozi wa amani Pastor Jeremy Maongo Kimbiti amelahani vitendo vya mauaji vilivyoendeshwa nao baadhi ya wazalendo katika eneo mojawapo za tarafa la Fizi. Kwa jambo hilo ameomba kwa vinara wao kuvalia njuga kwa haraka swala hilo. Kauli hiyo ameutoa katika hali ya uzalendo ambako amekemea vikali vitendo hivyo, huko akiongeza kuwa ulinzi wa raia na mali yao pamoja na mipaka ya nchi ndiyo kipaumbele cha kila mzalendo, kama alivyoeleza hapa balozi wa amani Pastor Jeremy Maongo Kimbiti kwenye njia ya simu ya Radio Kivu. Pamoja na kushukuru kazi kubwa wazalendo wanafanya, kazi ya kupigania nchi yetu ili adui asinyang'anye nchi yetu. Tunawaombea kila leo Mungu apate kuwapatia nguvu ili washinde adui Mnyarwanda. Lakini pamoja na hiyo, acha tushutumu kwa vikali vitendo vya mauaji ya kiolela ambayo inaripotiwa Fizi na ambayo tulipewa ripoti. Kwa mfano, siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, mtu mmoja aliuawa pa Misisi kwa kupigwa risasi, toujours Misisi. Siku ya 6 tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, mzalendo mmoja aliuana kwa grenade. Watu 4 walikufa sur place na watu 8 walikuwa blessé. Toujours wazalendo. Paka Fulu siku ya 6 tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kijana mmoja wa miaka 15 alikufa kwa risasi ya mzalendo Paka Fulu. Peut-être na ingine maka. Trop c'est trop. La vie humaine est sacrée na inapaswa kuheshimiwa. Upande mwingine, Pastor Jeremy Maongo Kimbiti ameomba kwa viongozi wa vikosi vya wazalendo kufanya mafunzo ya dharura ili kupiganisha vitendo hivyo ambavyo vinatendeka kila mara kwa raia wasio na hatia. Pastor Jeremy Maongo Kimbiti amerejea mara tena. Nadhani risasi tunayo ni kwa ajili ya kupiga adui. Raia haiko adui. Raia anatia pour le moment espoir yake yote kwa mzalendo na wale wa FRDC ambao wanapigania nchi. Sio kusema tena ule mzalendo aanze kuua kiolela, aanze kuua raia. Sasa raia atakimbilia wapi wakati mzalendo tena anaanza kuua raia? Kwa hiyo tunawasihi sana watoto wetu, ndugu zetu, tunawasihi kurespekte, kuheshimia raia.
Tunaomba Mheshimiwa William Yakutumba pamoja na wajemadari wengine, ndugu Goma Nzito, General Bulingo ambaye aligomboa Epembo yetu mtetezi. Tunawaomba, tunawasihi sana kufunza watoto wetu ili waheshimishe haki ya binadamu. Asante, na amini ya kwamba tutasikilika kwa wazalendo na wajemadari wote ili usalama urejee mahali wanapopatikana. Tujielekeze huko Nyange. Kama ulivyojuzwa kwenye habari muhimu, ni kwamba baada ya ujumbe wa serikali kuu ya Kinshasa kukamilisha ziara yake ya kikazi katika kijiji cha Nyange, sekta ya Nganja, tarafani Fizi, juu ya kuona namna ya kuleta umeme wa Force Bendera tarafani Fizi, mkuu wa kijiji hicho Nyange Fizi amepongeza vya kutosha kwa hatua hiyo. Taarifa tunazo ni kwamba ujumbe huo umelenga zaidi kuja kufanya ukaguzi au étude de faisabilité kwa Kifaransa, ili raia wa Fizi waanze kufaidika na umeme huo wa Force Bendera, kama alivyohakikisha hapa pia mkuu kiongozi wa kijiji cha Nyange, Bwana Nyange Fizi, kwenye njia ya simu ya Radio Kivu. Habari iko kweli. Ni kusema kwa delegation yenye kutoka Kinshasa ni SNEL ilifika hapa jana, c'était vers kama sijakosea, balikia kupanza maiti de faisabilité na bakasema uko franka deja gouvernement na disponibiliser juu ya kuongeza kapasite ya centrale hydroelectrique ya Bendera, na par rapport à ma pression ya ba député yetu hususan honorable Theophile Komaronye aliandikaga, ilikuwa lettre écrite kwa ministre wa energie ya kuonesha kwamba basi yankuwa centrale hydroelectrique population riveraine napaswa beneficier au moins 10% ile energie, na vile nabo ndio kia kutuambia na bakatuambia kama inawezekana batapandisha ile kapasite itaenda mpaka 60 megawatt. Kwa motere 3 zilikuwa zinatumika wakati wa Etat Belge, lakini kubakia motere tu moja na makuta iko disponibilize, lakini walikuwa wanaogopa kuya huku juu ya insecurity na Etat barabara ilikuwa mbaya. Kwa bakakuta Nyange iko bakasema na vraiment beko intéressé na deja na batuma ile kazi ifanyike kwa haraka, na bakadisponibilize au moins 6 megawatt juu ya mgini ya Nyange, na banafikiria kuendelea moto mpaka Baraka selon kichi alituambia. Sasa watarudia tena hapa msetie mwa, lakini na yuwa matravo itaanza avant mwaka kuisha selon kichi balisema. Aiza kuhusu swala la kutaka kufahamu nini kinatoa matumaini ili mradi huo kukamilika, Bwana Nyange Fizi amejibu yafuatayo. Kwanza tulibauliza ile swali na tukabauliza bakasema na par rapport kwanza ya pression yenye ba député banatia, na actuellement president kuna confiance na ba député yetu ya Sud Kivu, kama tunaweza tukasema hivyo. Bakasema vraiment bona beko na DG wanani wa SNEL naye alibatuma bapanze ile kazi kwa haraka, na heureusement parmi ba délégué kuko wenye balikuwa ni Baswahili, bakatuambia sime kama franka deja ziko na tulipasha kuanza mwezi wa 5. Vraiment je vous garantis kama avant ya mwaka ile kazi itafanyika, na kwa watoto yetu wenye kutumika hata musnel kwa niveau ya Bendera, ile delegation ilikuwa zinafika na shamen, lakini tuliona wakafika mpaka Nyange directeur, na bakakuwa wanapenda baende mpaka Ndolo, wakasema nao kwa mwendo wanaangalia mpaka Ndolo, hakuna maana ya sifa la Ndolo. Bakauliza nombre ya population, bakauliza ma question, na wakati waliona jinsi mkuu wakasema vraiment binafaa vile isifanyike. Kwa population yetu ya Nyange inafurahiwa sana vile naweza ikasaidia kwanza kwa mgini bajene makazi taongezeka, kwa ikifika development na kwa ikifika make na maji nayo yanapashwa fika hivyo, na hiyo ile exode rural itapunguka. So asema watu watoke kwa village kwenda mavile kwenda kujaza mavile, na bana kazi itapunguka na kazi itakuwa hapa quelque si kwa mu zone miniere, na hiyo hata makonkasira atakuwa tunatumikisha ya mazu itakuwa ni ile ya kuana itakuwa moins cher. Donc population ilipokea kwa kupaa sana. Kila ifikapo tarehe 26 Juni ya kila mwaka, ulimwengu mzima usherekea sikukuu ya kimataifa kwa ajili ya kushindikiza wahanga wa vitendo vya ujeuri, ambako Pakindo sherehe hizo zimefanyika mchana wa siku ya Ijumaa ya tarehe 27 Juni 2025, nalo shirika la kutetea haki za kibinadamu
Mwenzetu wa huko Kindu Godefroid Musunga Shabani ameshiriki pia kwenye sherehe hizo, na hii hapa ni ripoti yake. Kulingana na kusherekewa kwa tariki 26 Juni ya kila mwaka, ni ulimwengu mzima inasherekea sikukuu ya kimataifa kwa ajili ya kushindikiza waanga wa vitendo ya ujeuri. Ni leo hii ndiyo shirika ya haki za binadamu inaendesha sherehe, na mambo ilikuwa shwari kunako vyuo vikuu ya University Mapon. Ni huko watetezi wa haki za binadamu waliomo pia wanachuo, na huko shirika haki za binadamu Maniema iliweza kuandaa mkutano mkubwa kwa ajili ya kuonesha hiyo umati faida ya kuweza kushindikiza waanga wa vitendo ya ujeuri. Rafael Upelele Lokenga, katibu mtendaji wa shirika haki za binadamu, alisema ifuatayo: tunashukuru sana mapokezi ya Universite Mapon. Pendelea kui siku ya leo yenyewe iko tunaita Journée Internationale ya soutenir watu wenye biko victime ya ujauri, ufanye conference. Hii ujauri ni kitu yenyewe iko vibaya sana, inaleta adhabu sana kwa mtu na kujamaa yake na ku community. Meao ingali tunatimilika mingi sana. Kupendelea usiku profiter na hiyo occasion tubachie ile tunaita sheria na kataza ile ujauri tunaita torture, kusudi batu bakue nayo. Tuko tunasikitika tu kuona kama justice yetu iko na pungufu. Tunaenda kufuatilia ile madosi yote yenye tuliingiza kusudi ifike kukomo au tupunguze kidogo hii ujauri. Na waliomo katika ile mkutano waliweza kuonyesha maoni yao ya furaha. Mwanasheria Michel Jamba aliyehudhuria katika ile kikao alisema, sikilizeni. Maoni yangu ni kusema tunayofurahi sana hapa kwa Universite Mapon ya kuweza kupokea ONGD haki za binadamu yenye iliomba kuwa na partenariat na Universite Mapon, principalement ku faculté ya droit. Ilipendelea kwa siku ya leo kuya kuongea na wanafunzi wa bac 1 na bac 2 juu ya torture, tunangani kukinga haki za binadamu. Na katika hii conference tunaona kama conférencier alihimiza sana wa étudiants wenye waliparticiper massivement. Le message ni ya kusema isikue mara ya kwanza wala mara ya mwisho, ikuwe leo mwanzo na waendelee. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu. Asante sana mwenzetu Godefroid Musunga Shabani kwa ripoti yako hiyo. Acha tutamatishe habari zetu za siku ya leo na habari hizi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amesema kuwa endapo rais wa Marekani Donald Trump atamaliza vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, atakuwa wa kwanza kumpigia kura kwa ajili ya kushinda tunzo ya amani ya Nobel. Mwenzetu Safari Dilwe Alimasi Lemeti Noir amepekua magazeti, na hii hapa ni ripoti yake. Naam. Rais Felix Antoine Tshisekedi alisifu ushiriki wa kibinafsi wa rais wa Marekani Donald Trump katika upatanishi wa makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda. Katika mahojiano wa kipekee na mwandishi wa habari Ariana Veras Victoria, mwanaripoti wa muda wa White House kwa Afrika, alielezea makubaliano haya kama majibu yanayotarajiwa kwa mzozo wa muda mrefu. Hakuna kitu cha ajabu katika makubaliano haya, alisema hayo mkuu wa nchi ya Kongo. Huu ni ufahamu ndani ya utawala wa Marekani juu ya mzozo ambao umedumu kwa miaka 30 na ambao umefanya mamilioni ya wasiriwa. Kwake Rais Felix Antoine Tshisekedi, makubaliano haya ambayo saini imepangwa huko Washington kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa Rwanda na Kongo, inakusudia zaidi kumaliza vita na kupata uondoaji usio na masharti wa vikundi vyenye silaha, lakini kulingana naye sababu za mzozo huo huenda zaidi ya mwelekeo wa kijeshi. Lazima pia tusuluhishe vita hii ambayo kimsingi ni vita vya kiuchumi, alisitiza Rais Felix Antoine Tshisekedi. Alikumbusha kuwa wakati alipoingia madarakani mnamo mwaka 2019 alianzisha mpango wa kidiplomasia kuelekea nchi jirani ikiwemo Rwanda, Uganda na Burundi ulioundwa kwa ajili ya ushirikiano wa kiuchumi. Nilipendekeza kwamba makubaliano yafikiwe kati yetu kukuza ushirikiano kulingana na kubadilishana kiuchumi badala ya mvutano usiohitajika ambao unayumbisha usalama ukanda wote, alisema Rais Felix Antoine Tshisekedi. Lakini mnamo mwaka 2022 Rwanda ilianzisha vita dhidi yetu. Alishutumu kwa kipongeza uhusiano mzuri sasa ulianzishwa na Uganda na Burundi. Alipoulizwa juu ya motisha ya Donald Trump, Tshisekedi alijibu, kwanza kabisa kwa sababu alitangaza mwenyewe, hivyo Rais Trump anawakilisha nguvu inayoongoza ulimwenguni. Marekani wanahusika
husika na kinachoendelea katika ukanda. Hii haimaanishi kuwa wanahatia, lakini waliamini serikali ya Rwanda inahusika katika mauaji ya kimbari. Kwa kujaribu kurekebisha makosa yao, walisababisha mengi haswa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu kuendelea kwa mazungumzo, rais wa Kongo alisema kwamba mchakato huo unaendelea vizuri na kwamba makubaliano kati ya kanuni tayari yameanzishwa. Ikiwa kila kitu kitaenda vizuri, mwisho wa wiki ijayo mawaziri wetu wawili wa kigeni wa DRC na ule wa Rwanda wanapaswa kukutana nchini Marekani kusaini makubaliano yatakayokwenda zaidi ya makubaliano katika kanuni, aliongeza Rais Felix Antoine Tshisekedi. Udhibitisho wa mwisho umepangwa kufanyika mbele ya Rais Trump huko Washington, hata ikiwa tarehe hiyo bado kujulikana na inategemeana na ajenda ya Marekani. Mwisho Rais Felix Antoine Tshisekedi alizungumza juu ya uwezekano wa kuunga mkono uwakilishi wa Donald Trump kupatikana tuzo ya amani ya Nobel kama Pakistan ilivyopendekeza hivi karibuni, ikiwa vita hii sio ya haki itaisha, vita ambayo imefanya mamia ya maelfu ya vifo. Wengi wanasema kwamba vita hii ilifanya waasiriwa wengi kuliko vita ya pili ya dunia. Kwa hivyo, ikiwa Rais Trump ataweza kumaliza vita hii kutokana na upatanishi wake, anastahili tuzo hii ya Nobel, nitakuwa wa kwanza kumpigia kura. Alimalizia na kusema Rais Felix Antoine Tshisekedi. Na kupitia hapo ndipo tumetamatisha uchambuzi wetu wa habari kwa siku ya leo. Shukrani kwako msikilizaji kwa kututegea sikio mwanzo hadi tamati. Shukrani pia kwa waandishi wenzangu waliokusanya uchambuzi huu. Sitomweka kando Merci Mbelechi Mohisi aliyeniwezesha sauti yangu kusikika popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa wakati huu. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Endelea kusikiliza matangazo yetu hadi tamati. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.